Nehemia sasa anazindua mradi mkubwa. Anaenda kujenga upya kuta za Yerusalemu. Sasa hapa katika sura ya 3 tunapewa orodha ndefu ya watu wanaojiunga naye katika kazi hii kubwa. Orodha hii inathibitisha kwamba Nehemia ni msimamizi, mpangaji makini na wa kimkakati. Vinginevyo ingekuwa kama sarakasi ya pete tatu badala ya mradi wa ujenzi. Sasa hatuna muda wa kusoma majina yote hapa, lakini nataka kusisitiza baadhi ya watu na mitazamo inayoonyeshwa na hawa wafanyakazi waaminifu. Na wacha nikuambie, tunapaswa kuwa na mitazamo hii katika maisha yetu na hakika katika kanisa leo. Na jambo la kwanza nataka kusisitiza ni kwamba watu wanafanya kazi kwa hiari. Baadhi yao wamepewa jukumu la kukarabati kuta. Wengine wamepewa jukumu la kufanya kazi kwenye milango tofauti ya mji. Watu wengine wamepewa jukumu la kukusanya vifusi na takataka zote na kuziondoa. Ninakumbuka majira ya kiangazi moja, nikiwa mwanafunzi wa chuo, nikiwa na kazi ya kupakia lori la taka kwenye eneo la ujenzi. Wacha nikuambie, hiyo haikuwa kazi ya kufurahisha. Hivyo basi, hiyo ni kazi hapa, na kila mtu anayejitolea anahusika kwa namna fulani. Aya ya 1 hata inatuambia kwamba Eliashibu kuhani mkuu alisimama na ndugu zake makuhani na wakajenga lango la kondoo. Ninapenda ukweli huo. Hata kuhani mkuu anavua koti lake akipata vipande vya mbao mikononi mwake. Sasa wengi wa wafanyakazi hawa hawana ujuzi, hawakupata digrii ya uhandisi, hawakuwa wanafunzi, unajua, wafundi wa matofali, hawajawahi kujenga kuta au malango hapo awali. Lakini nataka usikilize aya ya 8. Uzieli mwana wa Harhia, mafundi wa dhahabu, walitengeneza. Karibu naye Hanania, mmoja wa watengeneza manukato, alitengeneza. Karibu nao Harhia mwana wa Huri, mtawala wa nusu ya wilaya ya Yerusalemu, alitengeneza. Mfundishaji wa dhahabu ni nani? Mtengenezaji wa manukato na mwanasiasa wanafanana nini? Wote wako tayari kufanya kitu ambacho pengine hawajawahi kufanya hapo awali. Na wacha nikuambie wapendwa, yeyote anayetaka kumtumikia Bwana anahitaji kuwa tayari kufanya wakati mwingine chochote kinachohitajika kufanywa, labda kujifunza jinsi ya kufanya kitu ambacho hawajawahi kufanya hapo awali. Watu wa Nehemia hapa wako tayari tu kufanya kazi. Baba yangu alikuwa kiongozi wa umishonari kwa zaidi ya miaka 65 na kumbuka, ninakuambia hadithi. Siku moja kijana mmoja alikuja kwa ajili ya mahojiano, akihojiwa kwa nafasi muhimu pale makao makuu. Baba yangu alikuwa katika mchakato wa kufuta sakafu ili kusafisha kumwagika. Wakati kijana huyu alipojitambulisha na kusema alikuwa pale kwa miadi na mkurugenzi mtendaji, baba yangu aliegemea tu kwenye mopu yake na kusema, basi huyo ni mimi. Naam, kijana huyu alishtuka. Alisema, kama ningekuwa katika nafasi yako, nisingewahi kufuta sakafu na ningemtafuta mtu mwingine afanye hivyo kwa ajili yangu. Basi kijana huyo hakupata kazi baada ya yote. Watu walifanya kazi kwa hiari. Pili, wacha nisisitize ukweli kwamba walifanya kazi kwa bidii. Aya ya 20 inamtaja mtu kwa jina la Baruku. Baadhi ya tafsiri za Biblia zinatafsiri Kiebrania hapa kama Baruku, ikisema alifanya kazi kwa bidii, yaani alifanya kazi kwa hamu, akirekebisha sehemu ya ukuta. Unajua, ni jambo moja kufanya kazi kwa moyo nusu, ni jambo lingine kuweka moyo wako wote katika kazi. Mtu aliyeitwa Merimoth alirekebisha sehemu 2 tofauti za ukuta hapa katika aya ya 4 na tena chini katika aya ya 21. Watekoiti hapa kutoka kijiji cha Tekoa walirekebisha sehemu pia, tunaambiwa katika aya ya 5 na 27, ingawa viongozi wa mji wao kwa njia walikataa kusaidia. Tunaambiwa pia hapa katika aya ya 12 kwamba wasichana wengi pia walihusika katika kazi hiyo. Sasa Nehemia anawapangia watu kimkakati kurekebisha ukuta karibu na nyumba zao wenyewe. Hii ni kwa kweli wazo la ajabu. Kwa mfano, aya ya 10 inatuambia Yedaya alirekebisha kinyume na nyumba yake.
Kweli mkakati huu ulitia moyo kazi ya ubora. 3, wafanyakazi wangeweza kuainishwa, wacha nisisitize hoja hii, kama wanaofanya kazi kwa ushirikiano. Yaani wanafanya kazi bega kwa bega, wakirejesha kuta hizi. Kweli unaweza kuwa na uhakika kwamba wakati watu wa Mungu wanapofanya kazi kwa bidii, kwa hiari, kwa ari, wakifanya kazi kwa ushirikiano, kweli shetani ataanza kufanya kazi kwa muda wa ziada. Na katika sura ya 3 una watu wakikumbatia fursa hii kama tulivyoona. Lakini sasa katika sura ya 4 upinzani unaanza. Sasa kumbuka, Yerusalemu siyo tu mradi wowote wa ujenzi wa zamani. Inawakilisha kitovu cha mpango wa Mungu kwa mataifa yote, lakini hakika ibada ya Mungu katika eneo la kati itakuwa muhimu sana, muhimu kwa taifa la Israeli. Kwa hivyo urejesho wa mji wa Israeli, Yerusalemu, mji huu mkuu, utakuwa pigo kubwa kwa mataifa ya adui wasioamini, wenye ibada ya sanamu, wanaoishi karibu nao. Na hivyo mara nyingine tena unapata Sanbalati na Tobia wakijitokeza. Wataongoza upinzani. Wanatumia mbinu mbalimbali kupinga mradi huu, na mbinu ya kwanza tunaweza kusema ni dhihaka ya maneno. Aya ya 1 inatuambia kwamba kwa hasira Sanbalati aliwadhihaki Wayahudi. Anawadhihaki hapa katika aya ya 2 akisema, je, hawa Wayahudi dhaifu wanafanya nini? Je, watafufua mawe kutoka kwenye takataka? Tobia anaingilia hapa aya ya 3, ndiyo. Kile wanachojenga, kama mbweha atapanda juu yake, atabomoa ukuta wao wa mawe. Kwa maneno mengine, ukuta huu ni dhaifu sana kiasi kwamba kama mbweha mdogo ataruka juu yake, ataufanya uanguke. Naam, dhihaka hii iliwauma. Nina uhakika wa hilo. Hakuna anayependa kudhihakiwa. Lakini Nehemia hajibu hadharani kwa dhihaka zao. Hatoi kipaza sauti na, unajua, kupiga kelele za matusi kurudi juu ya ukuta. Badala yake, Nehemia anaomba tu. Anampelekea Bwana. Anatambua kwa busara kwamba watu hawa hawamchukii yeye tu, wanachukia Mungu kweli. Anaomba hapa katika mstari wa 5 kwamba Mungu hatimaye atajitetea kwa hukumu yake juu ya maadui hawa. Unaona, Nehemia anajali zaidi sifa ya Mungu kuliko yake mwenyewe. Lakini kwa namna fulani Nehemia anajibu maadui zake, na hivi ndivyo. Mstari wa 6 unasema, kwa hiyo tukajenga ukuta, na ukuta wote ukaunganishwa pamoja hadi nusu ya urefu wake. Nikwambie, hiyo ndiyo njia bora ya kujibu wakosoaji wako. Endelea tu kuomba, endelea kufanya kazi, endelea kutembea na Mungu. Sasa njia ya pili ya upinzani inatokea. Sio tu matusi ya maneno, ni vitisho vya kimwili. Mstari wa 8 unasema, wote walipanga pamoja kuja na kupigana dhidi ya Yerusalemu. Sasa hatupewi maelezo ya njama yao, lakini ni ya kutishia maisha. Wakati wajenzi wa Kiyahudi wanapogundua hilo, badala ya kuacha, tunaambiwa hapa katika mstari wa 9, waliweka walinzi mchana na usiku. Basi bila watu wa Kiyahudi sasa wamekabili matusi ya maneno na vitisho vya kimwili, vikwazo hivi. Lakini maadui hawajamaliza. 3, upinzani unakuja kwa njia ya kile tunachoweza kuita kukatishwa tamaa kihisia. Maadui wa Wayahudi wanapanda mbegu za kukatishwa tamaa miongoni mwa watu wa Israeli, na mbegu hizo zinaanza kuchipua. Kwa hiyo sasa sikiliza kile watu wanaanza kusema hapa katika mstari wa 10. Nguvu za wale wanaobeba mizigo zinapungua. Kuna vifusi vingi mno. Peke yetu hatutaweza kujenga upya ukuta. Wapendwa, kukatishwa tamaa ni moja ya silaha za Shetani zilizofanikiwa zaidi dhidi ya waumini hadi leo. Ina njia ya kukua na kuenea kwa wengine.
Ikiwa haitashughulikiwa, inaweza kusimamisha kazi muhimu kwa Bwana. Kwa hiyo Nehemia anachukulia kwa uzito. Anawaita watu wote pamoja na anawapa hotuba nyingine ya kuhamasisha hapa katika mstari wa 14. Msiwaogope. Mkumbukeni Bwana ambaye ni mkuu na wa ajabu. Na piganeni kwa ajili ya ndugu zenu, wana wenu, binti zenu, wake zenu na nyumba zenu. Unajua anachosema? Anasema, angalia, Mungu ni mkubwa kuliko maadui zetu, kwa hiyo tuendelee kumwamini. Tujitayarishe vizuri zaidi. Tuwe tayari kupigana ikiwa tunalazimika, lakini tuendelee kujenga ukuta huu. Hapa katika mstari wa 16, Nehemia anaona kwamba wafanyakazi sasa wamejihami na silaha iwapo watashambuliwa. Anaanzisha mfumo wa kengele wa ubunifu katika mstari wa 18, ambapo kupuliza tarumbeta kutatoa ishara ya mahali shambulio linapotokea, ili kila mtu aweze kukimbilia huko na kusaidia. Na hatimaye hapa katika mstari wa 22, Nehemia anawaagiza watu wote sasa kuanza kukaa ndani ya Yerusalemu kila usiku. Na wanapanga walinzi sasa karibu na saa. Basi kwa hayo ukuta umejengwa nusu. Maadui wanazidisha vitisho vyao. Watu wa Kiyahudi wanamsifu Mungu, wanakataa kukata tamaa. Naam, nini kitatokea baadaye? Basi tutafikia hilo katika safari yetu ya hekima inayofuata pamoja. Na hadi wakati huo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.